One Media, ili wa kwanza kupata habari zinazojiri hapa Bongo. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video hii. Asante. One Media, kama ndo kwanza kabisa unatembelea YouTube channel yetu, hakikisha umesubscribe ili uendelee kupata taarifa zinazojiri ndani lakini pia na nje ya Tanzania. Kama kawaida tunaendelea kujuza taarifa za kimichezo za kitaifa pamoja na kimataifa. Taarifa kubwa zaidi ambazo tunakuangazia siku ya leo ni kuhusiana na mchezo wa jana wa ligi kuu ya NBC Tanzania, mchezo kati ya klabu ya Mbeya City kutokea upande wa Mbeya mkoani Mbeya huko katika ardhi ya kijani dhidi ya klabu ya Dar Young African Club ya wananchi kutoka katika jiji la Dar es Salaam Tanzania. Mchezo ambao ulimalizika kwa timu zote kutoka kibabe bila ya kufungana, yani draw. Yani ni draw ya bila ya mabao 0-0. Naweza nikasema hivyo. Club ya Dar Young African jana imelazimisha draw, yani kutoka bila ya kufungana dhidi ya club ya Mbeya City ambayo imepanda daraja msimu wa 2025-2026. Lakini jambo kubwa zaidi ambalo tunakuangazia katika mchezo ambao tuliutazama jana kati ya club ya Dar Young African dhidi ya Mbeya City ni matukio ya ajabu ambayo yaliweza kujitokeza. Ni mchezo ambao ulikuwa na matukio mengi ya hovyo ambayo yaliamuliwa tofauti na mwamuzi wakati. Naweza nikasema kwamba ni mchezo ambao huenda ungemalizika kwa mambo tofauti na yale ambayo watu wengi walitarajia. Kuna dakika kadhaa wachezaji wa timu ya Mbeya City walicheza baadhi ya faulu ambazo walistahili kadi lakini mwamuzi alipeta, na kuna baadhi ya wachezaji wa klabu ya Dar Young African walicheza faulu ambazo walistahili kupewa kadi, mwamuzi alipeta. Lakini tukio kubwa zaidi ambalo tunalizungumzia leo ambalo limeweza kushtua mashabiki wengi ni tukio la mchezaji wa klabu ya Dar Young African ambaye ni beki wakati wa timu hiyo. Kama tunaofahamu kwamba Ibrahim Abdurabaka ni moja ya mabeki ambao wamekuwa kitengeneza matukio mengi ya hovyo, lakini waamuzi wamekuwa wakipeta juu ya swala lake. Mfano, kuna tukio ambalo alimkita teke makusudi kabisa mchezaji wa klabu ya Mbeya City, na hii kwa namna moja au nyingine ilistahili kuwa kadi nyekundu, na sio tu kadi nyekundu, ilistahili kuwa penalty kick, lakini mwamuzi alipeta. Yani Ibrahim Abdurabaka alistahili kupewa kadi nyekundu, lakini kwa tukio hilo ilistahili kuwa penalty kick direct, lakini mwamuzi alipeta. Watu wengi wamezungumzia tukio hili. Mfano, tukitazama upande wa Sports Arena TZ wanakuambia kwamba Ibrahim Baka alistahili kadi nyekundu, lakini katika tukio hilo unashangaa ni namna gani aliweza kumaliza mchezo, namna alivyompiga teke. Ile ni dangerous, more than dangerous fouls, lakini mwamuzi aliweza kupeta. Tukitazama kwa Farhan Jeyala anakuambia kwamba tukio lake Ibrahim Baka alilofanya na kumkita teke jamaa alipaswa kuwa na kadi nyekundu ya wazi mno, tena ni moja kwa moja wazi mno, baada ya kutazama hapa marejeo kwa wenye haki za matangazo, ila waamuzi wamepeta. Hayo ni baadhi ya matukio hovyo sana ambayo tumeshuhudia, lakini pia kitu kingine kubwa zaidi ni klabu ya Yanga kulazimishwa sare kwa mara ya kwanza kabisa katika ligi kuu ya Tanzania. Ukini mchezo wa pili, wa kwanza walipata ushindi wa mabao matatu, hii ni sare. Unadhani kinachofuatia ni nini? Na usisahau kwamba Roman Falls naweza nikasema kwa sasa ni kama anakalia kutikavu. Klabu ya Yanga huwa hawavumili mambo ya aina hii. Unadhani baada ya sare ya jana klabu ya Yanga ni nini wakifanya ili kuweza kufanya vizuri katika mchezo ijayo? Mbeya City baada ya kupata sare katika mchezo wa kwanza dhidi ya Giant Yanga ambao ni mabingwa watetezi, ni nini wakifanya? Lakini pia hizi foul ambazo wachezaji wanazitengeneza, dangerous fouls, na waamuzi wanapeta, ni nini kifanyike kuondoa kadhia ya aina hii? TFF wanakuambia kwamba play fair, be positive. Je, positive yenyewe ni ipi kama wachezaji wanachezea na fouls hivi? Hii ni Bongo One Media. Usisahau kusubscribe ili uendelee kupata taarifa na habari na updates mbalimbali. Usisahau kusubscribe. See you next time. Bye bye.